Hii ni ishara kubwa ya kwamba kwa sababu bahati nzuri na wewe umetokea huku unafahamu. Ni rahisi sana kushughulika na eneo kama hili kama ukiwa unafahamu maana ya nafasi na kule ulipotoka. Kwa sababu wewe ushakuwa RMO, kwa hiyo unafahamu na umeshakuwa katika nafasi mbalimbali hapa. Umeshakuwa kwenye leseni, kwa hiyo unafahamu maana ya hizi nafasi. Na ndugu zangu, duniani hapa tunapita. Kuheshimiana muhimu sana. Kesho yetu hatuijui. Kwa nakupongeza sana. Kutakia kila laheri. Katibu mkuu amesema neno moja zuri la muendelee kuishi kwa kupendana, kuheshimiana, kwa sababu duniani hapa tunategemeana. Hilo ni jambo kubwa na muhimu sana. Hauwezi kujua nani atakufaa kesho. Kila mtu ana umuhimu wake. Mwenyezi Mungu kamleta kila mtu kwa makusudi yake hapa duniani. Wale ambao mnafuatilia mitandao, kuna siku moja kama mliwahi kufuatilia kwenye ukurasa wangu wa Instagram, niliwahi kuandika historia yangu mimi na Mheshimiwa Hussein Bashe. Nilipost pale. Nilionyesha namna ambavyo wakati tuko umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi tulikuwa maadui makubwa sana. Kila mtu alikuwa ana kambi yake ya uchaguzi. Na mimi sikumuunga mkono wakati anagombea makamu mwenyekiti wa UCCM taifa. Kwa sababu na yeye alikuja kunipinga wakati nagombea mwenyekiti wa mkoa wa UCCM hapa. Kwa niliposhinda nikamwambia nikishinda tu yani jiandae. Na mimi niko na wewe. Na moja ya moment kubwa kabisa na kufurahisha ni kwamba kwa wakati huo wapiga kura wengi walikuwa wanatoka kanda ya Ziwa. Ile treni ilikuwa inakuja ndo na asilimia zaidi ya 70 wapiga kura wote. Kwa hiyo ilikuwa jinsi mgombea anavyopokewa hapo stesheni ndo inaashiria pia ushindi wake. Kwa shamra za mgombea zilikuwa zina maana kubwa sana. Mimi nilichokifanya nikiwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa hapa, wakati ule shamra kubwa ilikuwa ni ya matarumbeta. Nilikodi vikundi vyote vya matarumbeta. Yaani kanavyo mimi vyote vya vilivyo hapa mjini. Kwa wao wamefika Manyoni, treni inakuja, anauliza watu wake vipi huko shamra. Anambia bwana hakuna chochote, yani huyu Mavunde amechukua vikundi vyote vya matarumbeta. Kila mtu ukienda kumkodi anakataa kukodia. Kwa hiyo wakaingia akili haraka wakaenda kuchukua muziki mkubwa wa ukumbi wa disco NK pale. Kwa hiyo wakaenda kuchukua muziki wote wa ukumbi wa disco wakaleta pale station. Kwa hiyo nikajikuta matarumbeta yangu tena yamefunikwa yafanyi kazi. Kwa hiyo nikawaelekeza watu wangu wacheze muziki wa Bashe kumuimba mgombea mwingine. Ikawa ugomvi mkubwa, lakini baadaye tukaja tukasameana na tukateuliwa. Yeye akawa ni mwenyekiti wa kamati ya kuipitia upya kanuni ya UVCCM, mimi kama mwenyekiti wake. Wakati nagombea mwenyekiti wa vijana wa taifa, yeye ndo akawa mtu wa kwanza kuniunga mkono, akawa rafiki yangu. Siku moja uteuzi naona yeye waziri wa kilimo, mimi naibu waziri wa kilimo. Sasa nikajiuliza, hivi tusingesameana, tusingeishi kwa upendo, pale wizarani pangekuaje? Kwa hiyo ni funzo ambalo katibu mkuu ametuambia hapa, tuheshimiane, atujue kesho yetu. Na lingine tu la mwisho kabla sijaendelea na hotuba yangu ambalo linatuhusu humu ndani. Tena hili hata Steve nafikiri akumbuki. Tulikuwa tunacheza mpira hapo Kilimani. Tunacheza mimi timu ya wabunge na veterans. Steve huyo alikuwa kwenye timu ya veteran. Akanichezea vibaya sana. Kidogo pale tukawa kama mtafaruku hivi. Lakini tukasema huu ni mpira, tukaendelea. Lakini Londo msaidizi wangu. Kwa hiyo vitu vinatokea katika maisha, muhimu sana. Kwa hiyo nakushukuru KM, umetukumbusha jambo jema sana. Naomba niendelee na pongezi. Kwa hiyo nilikuwa nakupongeza katibu mkuu, yes, lakini niwapongeze sana watumishi wote wa tume ya madini
maafisa madini wakazi wote wa mikoa ya kimadini ya nchini Tanzania, nataka niwaambie kama kuna heshima kubwa mmetupa, ni heshima ile ambayo tulivyokutana Mwanza mara ya kwanza niliwaambia kuhusu makusanyo ya maduhuli. Eneo hili mmelisimamia vizuri sana, mmeipa heshima kubwa sana wizara. Hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Tunatembea kifua mbele leo. Hakuna mradi wowote mkubwa ulioongezeka katika kipindi cha miaka 5, lakini makusanyo yanaongezeka. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba kuna kitu mmekiongeza kikubwa sana katika usimamizi wa sekta hii katika maeneo yenu. Udhibiti, lakini vile vile mmeongeza ufanisi ambao umepelekea makusanyo kuongezeka sana. Niliwaambia siku ile mara ya kwanza nimeingia Wizara ya Madini, nikakuta makusanyo ya mwisho yalikuwa ni bilioni 648 na 78, bilioni 678. Nikaambia kipimo pekee cha kwangu katika wizara hii itakuwa ni makusanyo. Kama mko tayari kuniangusha, itakuwa ni kwenye makusanyo. Na niliwaomba sana siku ile Mwanza. Leo nasimama hapa kwa furaha kubwa ya kwamba hamkuniangusha, na washukuruni sana, asanteni sana, mmefanya kazi kubwa sana kwenye eneo hili. Makusanyo mpaka siku hii ya leo yamefika bilioni 862. Tunakwenda kuandika rekodi mwaka huu ya kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1. Haya ni mafanikio makubwa sana. Hongereni sana sana sana, na Mwenyezi Mungu endelee kuwasimamia. Lakini pia niendelee kuwaomba RMOs wote, kama katibu mkuu alivyosema, kila mtu kwa kipande chake. Ukipewa nafasi ya kuhudumu, thamini sana hiyo nafasi katika eneo lako. Tunawakabidhi mikoa, mkoa ule wa kimadini ni wa kwako. Fanya jambo lolote la kuweza kusaidia sekta ikue. Muwe wabunifu, mje na vitu vipya. Yaani maagizo na maelekezo yangu kwa management ya Tume ya Madini, na hasa katika eneo la RMOs, naendelea kusisitiza maafisa madini wote kuzingatia na kusimamia sheria katika utekelezaji wa majukumu yenu. Hili ni jambo kubwa na la msingi sana. Kwenye sekta ya madini, ukiweka sheria pembeni, unaivuruga sekta hii. Kuna wakati matumizi ya busara huwa yanahitajika, lakini sheria kwanza. Tunaanza na sheria kwanza. Kasimamieni sheria. Sheria ndio itawaweka huru. Kesho na kesho kutwa hakuna mtu atakuuliza jambo lingine lolote kwamba hapa dhamira yako ilikuwa nini na sheria inasema hivi. Kasimamieni sheria kwanza, ili kama kuna maelekezo tofauti yasitokane na wewe umetimiza wajibu wako kusimamia sheria. Ni muhimu sana. Lakini la pili, nataka mkae wabunifu. Tumenunua magari 101, mengine yanakuja, pikipiki 140. Daktari Samia Suluhu Hassan ametupatia nyenzo. Nataka mtoke nje ya box, mfikiri nje ya box. Yaani nini ufanye kwenye eneo lako ili sekta iweze kushamiri zaidi. Isiwe business as usual. Mapunda, hujai kunishauri hata siku moja Mapunda niongeze nguvu nitafute CIP ije Mwakitolio pale. Kwa nini? Nimesahau mimi. Sawa. Lakini ndo sehemu ya mipango ambayo tunakuja nayo hiyo. Tunatamani kuona sasa kila mtu katika eneo lake. Kila mtu katika eneo lake anajitahidi. Chone, nilifurahi na mpango wako ule na watu wako hapa, nafikiri mtashauriana, wale wa sasa. Wewe timiza wajibu kuambia ukweli. Mshauriane vizuri. Itakusaidia pia kuongeza mapato.
tumewapa leseni namba 9 pale pale sasa, ambayo ilikuwa ni sehemu ya Bafex. Mzigo huko chini pale, lakini kuna wachimbaji wadogo. Kweli katika dunia ya leo tuendelee kuwaruhusu waendelee na kuchimba na suluhu na petrol? Kuna taarifa, ni kuwashauri tu waunde umoja wao, watafute mtu a develop, wachukue asilimia, au kama unaweza wakakope wao vifaa, lakini sio kuchimba katika utaratibu wa uchimbaji mdogo, hapana. Na niliwaambia viongozi wao wale, kila mtu katika eneo lake afanye hivyo. Zabibu wa Morogoro, unaniangalia na jambo lako. Na jambo lako very specific, nitalisema mwishoni la kwako katika hoja zangu hapa. Kwa tuongeze hiyo jamani. Nafikiri tumeelewana. Hivi Gaboto yako pale una nini pale Pwani? Cha ziada yani ambacho kusema kwamba waziri hapa aje akiangalie. Na kiwanda cha nickel ambao tunajenga pale. Kibani kwako kile changamoto tarehe. Tuna changamoto. Kuna changamoto. Kuna container zimezuiwa pale. Ilikuwa kwamba tutoe leseni kwanza ili uweze kupata ile wevu ya kodi. Ndio. Umeshawapa leseni? Okay. Sawa. Okay, shukrani. Msuya nakupongeza kwa mradi wa MBT ambao tunakwenda Jumamosi kwenda kugawa leseni zaidi ya leseni 2000 kwa vijana wa pale Nyamongo, wale ambao walikuwa wanavamia mgodi wa Bariki. Kama mwaka mmoja hivi hamjasikia uvamizi wowote kule Bariki, kwa sababu tulikaa mimi na wale viongozi wanatumia bajeti ya bilioni 2 kila mwaka ku reinforce ule ukuta. Yaani kaambia, kwa nini mnatumia bajeti kubwa kuweka ulinzi? Kwa nini tusumie fedha hiyo mtoe leseni 2-3 hapa, tuwape wachimbaji wadogo, wapeni technical support. Kwa wao watalipia GST, watalipia STAMICO kwenye kuchoronga, na kwenda kuwapa vikundi vya vijana, watasaidia technical support na mgodi. Hakuna mtu anaingia mgodini sasa kuvamia. Nikushukuru sana Msuya, umefanya kazi hivi vizuri sana. Sasa nimetoa mfano kwa maeneo machache, wale ambao sijawataja sio kwamba mfanye vizuri kwa sababu ya muda tu, si ndio? Naweza kwenda kila mkoa, lakini nafikiri kila mmoja kapata kuisikia kutoka kwangu na maanisha nini ambacho nakitaka pia. Yaani uvuke nje ya box ile. Uje na kitu cha ziada. Shija wewe nitaka nakuja, nataka unishauri vizuri eneo lile. Sawa kama utanishauri vizuri au nije lini? Sawa. Na kaidi kunishauri vizuri. Maagizo yangu ya 3 kwenye makusanyo, tusirudi nyuma. Kila mtu alipokuwa ameifikisha ile baa yake pale juu, ndio kipimo chako. Jitahidini kutafuta njia za kuongeza makusanyo pasipo kuleta athari kwa watu ambao tunawasimamia. Isije kama maelekezo ya waziri ya kuongeza mapato sasa kule sekta haikaliki. Isiwe katika maana hiyo. Ziko njia nyingi za kufanya. Kwa hiyo niombe sana katika eneo hili, simamieni hili. Hii ndio imekuwa heshima yetu kama wizara hivi sasa. Sisi tunaingiza fedha nyingi sana mfuko mkuu wa serikali. Na ndio maana mnaona ukienda wizara ya fedha, jambo la tume alichukui dakika 5. Mmeshajenga imani kubwa sana tume ya madini, kwa sababu wanakiona kinachoingia kule. Sekta inaingiza fedha nyingi sana kwenye mfuko mkuu wa serikali. Tukasimamia hapo. Na hii miradi inayokuja mikubwa, na mimi tutafanya vizuri
zaidi. Uadilifu. Namshukuru Mungu sijapata malalamiko mengi sana ya ofisi zenu katika kipindi cha hivi karibuni. Sijapata. I want to be honest. Sijapata kabisa. Hizi ni ofisi za umma, tuziendeshe kwa uadilifu mkubwa sana, pasipo kuonea watu, iwe ofisi ya haki. Watu waikimbilie ofisi ya RMO. Asikimbilie kwa katibu mkuu, asikimbilie kwa waziri. Aanzie kwako. Na ndio kazi kubwa ambayo natamani kuifanya, kuendelea kuijenga, ni kuzijengea imani ofisi za RMO. Zamani ulikuwa ukitamka ofisi watu wanapiga makelele kabisa, sasa wachimbaji wadogo. Leo hii wamekuwa marafiki zenu. Migogoro mingi mimi sasa hivi hainifikii, mnatatua wenyewe. Na hiyo ndo heshima ya uongozi. Migogoro yote inaishia huko kwenu sasa hivi. Sina migogoro mimi pale. Kwa lazima tujenge imani ya ofisi yenu, watu waikimbilie. Uadilifu muhimu sana. Lakini siku niliwaambia, katika kuendesha serikali huku, mtendaji akikosea huwa anajiuzuru waziri. Ndio taratibu zilivyo. Yaani ukikosea wewe, jambo likienda najiuzuru mimi. Nataka niwaambie RMOs kwenye ofisi zenu, kila siku nawakumbusha. Inaweza isiwe wewe, lakini jambo likitokea kwenye ofisi yako litakuathiri. Zabibu, una vijana wawili pale ofisini kwako. Nenda kafanya uchunguzi wako na wewe. Sijahadithiwa, nimesikiliza mwenyewe kwa simu, pasipo kujua kwamba na mimi nipo. Yaani simu imepigwa, nimesikiliza mwenyewe na nilimwambia KM. Lakini kwa sababu watu wanajifunza, mimi nilitoa nafasi watu wajifunza. Nikasema nitakuita, nitakwambia, kawasimamia watu wako. Yaani mtu yuko anajisifu kwamba ana uwezo wa kutoa consent kwenye PL pasipo kupitia makao makuu. Anaambia wewe njoo. Hiyo bali makao makuu achana nayo, unapata consent yako. Namsikia mimi kwa masikio yangu. Wako ofisi kwako vijana wawili, takupa majina yao. Sasa kawaangalie, kawasimamie, shughulika nao. Ukishindwa ukishindwa kushughulika nao RMO, sasa mimi nitakuwa sina cha kufanya. Lakini wanaharibu ofisi yako, wanaichafua ofisi yako. Sababu mimi nakutana na mtu ana shida ya kupata leseni, jua leseni ya mtu. Naambia mimi ni waziri wa madini, nimetoa PL, na kupaje tena PL kwenye leseni ya mtu? Ukaniombe, mimi nikafanya kazi ya kuomba consent. Na kuna wengine pia huwa mnanichomekea, msifanye hivyo RMOs. Watu wanakuja kwenu, bwana wewe kazungumza na waziri akuombee. Sio kazi yangu mimi kuomba consent. Na muda mwingine mnanichonganisha na watu kama mimi sina msaada. Sio kazi yangu kuomba consent. Anaomba, anataka kutobolewa, akaitafute mwenyewe consent. Mimi nitakuwa waziri wa ajabu ambaye natoa leseni mkono wa kulia afu naiomba mkono wa kushoto. Ndio tafsiri yake. Sasa kuna hii issue ya kutoboa hii, wako watu wengi sana. Mkienda kufanya ukaguzi, wana leseni kwenye PML ambazo hazijapita makao makuu kupata consent na hazina consent ya wahusika wenyewe. Na Rama kwa nafasi yake hapa hajui. Zipo. Wanafanyaje? Ndio hicho ambacho nikisikia kutokea Morogoro. Hili naomba mkalisimamie sana. Maagizo yangu yanofuatia, tumeunda kamati ya kuwasaidia na kuwajengea uwezo wa Tanzania kushiriki kikamilifu katika sekta hii ya madini. Mimi dhamira yangu baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuona tuna Watanzania wengi zaidi kama players kwenye sekta ya madini.
mimi nachoka na negotiation. Tunaenda mbele, tunarudi nyuma, tunarudi nyuma. Nchi zote ambazo zimeendelea kwenye sekta ya madini zimewajengea uwezo watu wao. Ukiwa una migodi mikubwa inayomilikiwa na Watanzania, faida lukuki. Tumekuja na campaign maalum ya kuwawezesha Watanzania. Tutawa-identify na tutawa-cluster kutokana na uwezo wao. Kuna mtu kashafika mbali anahitaji msaada kidogo tu, nimuelekeza kamishna wa madini, ofisi yake iwe ofisi ambayo ni facilitative. Watu wamepata changamoto NEMKI, TRA, tusiwache waende wenyewe single handedly. Ofisi na sisi pia ishiriki kuwasaidia watu wetu, kuandaa watu wetu. Kwa nini nilikuja na haya mawazo? Nilikwenda kwenye mkutano wa PDAC Canada. Nikiwa niko pale na katibu mtendaji wa tume ya madini ya Ghana, akanipa hesabu ambazo ziliniumiza lakini zikanichochea tuje tufanye vizuri zaidi. Wachimbaji wadogo wa Ghana wa dhahabu, uzalishaji wao kwa mwaka ni wakia milioni 2. Troy ounces milioni 2. Ni sawasawa na GGM, Barrick, Shanta, Buckreef combined na wachimbaji wote wadogo wa nchi hii, ambao sisi tunaishia katika wakia milioni 1.9. Yaani tunazidiwa na uzalishaji wa wachimbaji wadogo wa Ghana. Kama mtu unapenda maendeleo, lazima upate wivu wa kimaendeleo. Mimi ilinisumbua sana. Nikakaa, nikafikiri, nikasema tunaweza tukafanya sisi hivi, tuwajengee uwezo watu wetu. Kwa hiyo kamati inakuja huko, wapeni ushirikiano. Wapeni ushirikiano, tutengeneze mfumo mzuri wa kuwasaidia Watanzania kuweza kupiga hatua kwenye sekta ya madini. Kwa sababu tunaamini Watanzania ndio watu wa kwanza kuijenga vizuri sekta hii ya madini kuliko mtu mwingine yoyote. Juzi tumetoa default notice kwa makampuni yote ambayo hayaanza operations. Hii moto unawaka kwa lama kule. Kampuni yoyote ambayo unaifahamu iko Tanzania hapa ina default notice hivi sasa. Wote wanarudi, na niwaambia wakirudi wanarudi na commitment ya barua. Watuambie ni lini. Sheria iko wazi kabisa. Inasema ndani ya miezi 18. Wamepitisha miaka 3. Huna kisingizio, haiwezi kuwa nchi hii. Yaani tusaini mikataba afu mwende mkaikalia huko. Kwa hiyo tumewasave wote na default notice. Aliye serious atarudi, tutakubaliana naye. Ambaye hayuko serious, utaratibu wa kisheria utafuatwa. Kwa mara ya kwanza nataka niwaambie, kwa mara ya kwanza kuna kufanya maamuzi magumu sana kwa manufaa ya nchi yetu ya Tanzania. Natamani siku moja katibu mkuu uichukue timu nzima hii, wapeleke Handeni kwa Msisi, kwa Godi Mwanga, wakamuone yule Mtanzania ambaye ukifumbwa macho leo hivi ukashushwa pale ukaambiwa ni mradi wa Mtanzania utakataa. Wako Watanzania wana uwezo kufanya vizuri sana. Ndio maana hii kamati tuwasaidie, tuwaunge mkono, wapige hatua waende mbele. Tutaona manufaa makubwa sana. Kwa sababu katika dunia ya leo